Jeshi la Wananchi Tanzania JWTZ limetoa taarifa rasmi za ajali hiyo. Huyu hapa ni msemaji mkuu wa jeshi hilo, mkurugenzi wa habari na uhusiano Kanali Ramadhani Athmani Dogoli, ambaye amekutana na waandishi wa habari katika ukumbi wa kikosi cha 844 KJ JKT Itende jijini Mbeya. Leo niko hapa Mbeya na tumewaita kwa ajili ya kuwapa taarifa. Taarifa hii si ngeni sana, ni inahusiana na tukio lile la ajali iliyotokea tarehe 14. Tunaamini watu wengi miongoni mwenu mmefahamu, taarifa zimetolewa, watu wamezisikia kupitia kwenu. Lakini taarifa hii tunayoitoa sasa ndio taarifa rasmi kutoka jeshini. Kwa hiyo kama kuna mahali uliweza kuripoti kitu sicho sahihi, hapa sasa ndipo kitatolewa kitu kilicho sahihi utakachoweza kukitumia. Mtakumbuka ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa 6 majira ya saa 7:45 hivi, basi moja la abiria likiwa miongoni mwa mabasi matatu ambayo yalikuwa yamekodiwa kutoka Tabora kuja hapa Mbeya, yakiwa yamebeba vijana wa JKT, lile gari lilipata ajali. Katika ajali ile kulitokea vifo, lakini pia kulitokea majeruhi. Vifo mnakumbuka vilikuwa 13. Watu 13 walifariki pale kwenye ajali ambayo ilikuwa ni kama ifuatavyo. Kulikuwa na askari wetu mmoja wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, alafu kulikuwa na vijana 10 wa JKT, kulikuwa na raia 2, jumla yao ndio ikawa 13. Vijana hawa kwanza walishamaliza mafunzo ya awali ya kijeshi na wakaapa, lakini hawajakuwa wanajeshi kwa sababu wameapa. Tutafanya paredi, lakini paredi zile kutakuwepo na silaha kama kawaida. Watakaohusika ni wale vijana wenzao. Sasa labda nieleze, tunaposema askari manake tuna maana ya askari wa jeshi, lakini vijana wa JKT ni wale ambao wako JKT kwa kujitolea, ambao ndio walikuwa wanasafirishwa kutoka Tabora kuja hapa Mbeya. Wale raia 2 waliofariki walikuwa ni wafanyakazi wa lile basi, mmoja dereva, mwingine ni utingo. Kulikuwepo na majeruhi takriban 46. Kati ya hao kulikuwa na raia 2, lakini majeruhi wengine walikuwa ni wale vijana. Hali zao zilikuwa zimetofautiana. Kuna wengine walikuwa wamepata majeraha makubwa, lakini 3 ndio walikuwa wamezidiwa sana, hali zao hazikuwa nzuri sana. Lakini mpaka taarifa ya asubuhi ni kati ya wale 3 walikuwa wamezidiwa sana, amebaki mmoja, wengine wameanza kupata fahamu. Jeshi la Wananchi Tanzania JWTZ limetumia fursa hiyo kutoa pole kwa ndugu na jamaa wa wafiwa, huku likisikitishwa na taarifa kuwa jeshi hilo lilitumia gari bovu kusafirisha askari wake. Taarifa ile imesikitisha kwa sababu Jeshi la Kujenga Taifa limekuwa linakodi magari sehemu mbalimbali, na hata kipindi hiki magari yaliyokuja Mbeya tu yalikuwa ni 3. Lililopata ajali ni 1. Kwa hiyo magari mengine katika vikosi vingine yameenda maeneo tofauti, ni mengi wala sio mawili. Sasa kama magari hayo yalikuwa ni mabovu, manake ni lipi sasa hili lilopata ajali au hata yale mengine yaliyokwenda sehemu zingine? Lakini niseme kitu kimoja, sisi tunafahamu hapa nchini ziko mamlaka zinazohusika na ukaguzi wa vyombo vya moto. Mnazifahamu nyinyi. Gari likiwa la abiria, likiwa la mizigo, likiwa ni la mtu binafsi, kuna utaratibu wa magari kukaguliwa na kupewa vibali.
Yale ambayo yataonekana hayawezi kufanya kazi, zile mamlaka zinayakataza. Hii wote mnafahamu. Nakumbuka juzi tulikuwa na zoezi hapa la magari Tanzania nzima kukaguliwa na kuwekwa stika. Sasa kama mtu anasema gari ni bovu lakini lilikaguliwa likawekwa stika na lina kibali cha kusafirisha watu na lilikuwa linafanya kazi, manake wakaguzi walifanya kazi gani? Hiyo moja. Lakini mbili, magari haya yanapita barabarani, na barabarani tuna utaratibu, wako watu wanasimamisha magari wakayakagua kwamba kama gari lilionekana ni bovu, haliwezi kufanya safari, pengine wahusika wangeweza kuchukua hatua. Sasa kama gari limetoka Tabora likaja limebakiza umbali wa kilomita nafikiri 5 kufika hapa, likapata ajali, halafu kasema gari lilikuwa ni bovu, lakini limepita process zote hizo za ukaguzi, sijui kama mnaweza kunielewa ninachotaka kuzungumza. Nani sasa hakuwajibika? Aidha, Kanali Dogoli ametoa wito kwa wakazi wa jiji la Mbeya kuhudhuria na kushuhudia kuaga kwa miili ya vijana hao Juni 19, 2018 katika kikosi cha 844 KJ JKT Itende. Kwa sababu vijana hawa ni vijana wetu, wananchi wote ambao wanaweza wakapata nafasi ya kuja kuaga kesho, ratiba inaanza saa 1:30, basi tunawaomba wafike